Shalom mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Moja kati ya mambo makuu ambayo alimfanya Bwana wetu Yesu Kristo kuja duniani, basi ni kitu kinachoitwa uzima. Uzima. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa 6, Bwana wetu Yesu Kristo anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu mimi. Kwa hiyo unaona uzima unatajwa hapo. Mambo mengine ni kama vile kweli, kama vile njia na mengine kadha wa kadha. Lakini uzima, kwa nini alileta uzima? Je, uzima upo? Uzima ni nini? Uzima ni maisha, kuishi, tunavyoishi huu ni uzima. Lakini je, watu hawana uzima? Watu wana uzima, lakini uzima ambao Yesu alileta unaitwa uzima ule wa milele au maisha yale ya milele. Maana yake ni kwamba Mungu aliona wanadamu hawana maisha ya milele. Wanadamu wanao maisha ya ukomo. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Yohana sura 10 mstari wa 10, anasema mimi nalikuja ili wawe na uzima, tena wawe nao tele. Uzima Yesu alileta ni ule uzima tele, uzima usiokuwa na ukomo, uzima usiokuwa na mwisho, maisha yasiokuwa na mwisho. Kwa haya maisha yetu yana mwisho na kikwazo cha maisha ni dhambi. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Warumi sura 6 mstari wa 23, inasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele. Maana zawadi ya Mungu ni uzima milele. Kwa hiyo uzima wa milele uliletwa na Yesu mwenyewe. Kwa hiyo kama Yesu asingekuja, wanadamu tusingepata uzima tele au maisha ya milele yasiokuwa na ukomo. Sasa tunaposema maisha tele yasiokuwa na ukomo, kuna watu wanaweza kujiuliza swali kwamba sawa, tumemwamini Yesu Kristo, tumempokea Yesu Kristo, lakini mbona tutakufa baada ya kumwamini Yesu Kristo? Mbona tunakufa tu kama watu wengine, kama tunapokea uzima au maisha yasiokuwa na ukomo, yasiokuwa na kifo? Ukweli ni kwamba, na maandiko yanatuthibitishia, ni kwamba sisi hatufi. Sisi hatufi. Unajua tafsiri ya kifo maana ni kwamba mtu anapoteza maisha, lakini pia anaenda kaburini. Na akienda kaburini anaenda katika mahali pa kifungo ambapo pengine anaweza sijitambue na kuishi huko milele na kuishia katika mazingira kama hayo. Au anaweza kujitambua lakini yupo katika kifungo. Hicho kinaitwa kifo. Na kweli hicho ni kifo. Lakini kwa Yesu Kristo sisi hatufi. Ndio maana andiko linatuthibitishia hivyo. Ukisoma kile kitabu cha Yohana sura 14, sura ile ya 11 mstari ule wa 26, Yesu anasema na kila aishie na kuniamini mimi hata kufa kabisa hata milele. Yaani ukiishi, yaani umeishi na ukampokea Yesu Kristo, wewe haufi. Sasa inatokea nini pale ambapo tunaona kama mtu kafa? Ukweli ni kwamba mtu anakuwa jafa yule, kama ni Mkristo, anakuwa amelala. Ndio maana utaona katika hiyo habari Yesu aliwaambia wale watu kwamba Lazaro hajafa, amelala tu. Maana yake ni kwamba amelala, amepumzika. Lakini pia utaona hata kusoma kile kitabu cha Matendo sura 7, utaona hata kipindi kile Stefano anapigwa mawe, maandiko yanasema Stefano kalala. Kwa hiyo inakuwa kulala maana kwamba sio tunaenda usingizini, hapana. Maana kwamba tunapotea, tunafumba macho, tunajikuta katika sehemu nyingine. Kwa sisi kama watoto wa Mungu, Mungu anaamua kuyaahirisha maisha yetu ya hapa duniani kwa sababu kusudi letu tunakuwa tumelimaliza. Kwa hiyo hatuwezi kuendelea kukaa katika maisha ya hapa duniani kwa muda wa miaka 1000. Ya nini sasa? Tumepewa tu kipindi kifupi cha hapa duniani. Kwa hiyo maisha hapa duniani yanaahirishwa, tunaenda kuendelea za maisha katika peponi, katika mbingu inayojulikana kama mbingu ya kwanza, aidha ya kwanza au ya pili, lakini ile mbingu ya tatu tutafika mwishoni kabisa Yesu atakaporudi. Kwa hiyo sasa maana yake ni kwamba tunajikuta kama tumefumba macho na kufumbua, tunajikuta tunaendelea kuishi. Kumbuka maisha ni tofauti na uhai. Hilo jambo litofautishe. Maisha ni tofauti na uhai. Mti una uhai lakini hauna maisha. Maisha ni kwamba unaweza kutembea, ukapanga, ukaweka mipango yako, mikakati, ukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ndio maisha. Na ukaweza kufurahia na kile ambacho unachoweza kufanya. Kwa hiyo sisi tumepewa maisha kuishi. Kwa hiyo mtu anapofikia wakati wake wa kumaliza au safari yake inapoisha hapa duniani, Mungu anaahirisha maisha hapa duniani, anaendelea kuishi sehemu nyingine. Kwa hiyo anaendelea, utajikuta anatembea, kuna mambo yanaendelea, kuna activities zitakuwa zinaendelea, kuna shughuli zitakuwa zinaendelea, kuna mambo yatakuwa yanaendelea. Ukiwa leo hii siku yako imefika, utajikuta tu umefumba macho na kufumbua, umejikuta upo katika ulimwengu mwingine mzuri sana unaitwa peponi. Kama utajikuta upo kaburini. Sasa wanaoenda kaburini ni watu ambao hawana Yesu Kristo. Hao wakifa wanakufa, wanazikwa. Ukisoma ile habari ya Lazaro na tajiri, utaona Lazaro alichukuliwa kifoni mwa Ibrahim, lakini yule tajiri maandiko yanasema kazikwa, akafa kazikwa. Yaani wewe unaenda kaburini, unajiona kabisa unashuka kaburini, unaingia kaburini, unaenda kuzimu kwenye vifungo. Unakuwa una uhai bado kwa sababu hujahukumiwa, unakuwa na uhai tu,
lakini uishi. Yaani maana yake unakuwa hauna maisha, unakaa kwenye vifungo na kwenye tabu na kwenye mateso, hujui kinachoendelea, ufanye shughuli yote, huna jambo lolote ambalo unaweza kulifanya. Ndio hasara hiyo. Kwa nini unapaswa leo muamini Yesu Kristo? Kwa nini unapaswa leo hii umpokee Yesu Kristo katika maisha yako? Kwa sababu utakapokufa utaenda katika giza, kuzimu huko. Maandiko yanasema funza kule wafi. Ni mahali ambapo unateseka tu, lakini hujui chochote kinachoendelea. Yaani uko kwenye kifungo na kwenye gereza. Hujui lolote. Hauna maisha. Uhai wako tu unatunzwa ili utakapofufuliwa hukumiwe, ukatupwa kwenye ziwa la moto, maisha yako yapotelee huko. Yaani upotelee, uondoke kabisa. Kwa hiyo unaona, ukimwamini Yesu Kristo, wewe unaendelea kuishi. Ndio maana Yesu anasema yeye anaamini hata kufa kabisa. Yaani sisi hatufi, hatuzikwi. Yaani wewe kaburi sahau. Ndio maana siku ile Yesu alipokuja, maandiko yanasema makaburi yakapasuka, watakatifu wakatoka makaburini. Maana yake ni kwamba sisi hatupaswi kwenda makaburini. Hapo kabla Yesu, kabla hajaja, kulikuwa hakuna uwezekano wa mtu kuendelea kuishi. Ndio maana wafu wote walikuwa wanakufa wanaenda huko. Wanaenda katika sehemu ya wafu, isipokuwa zilikuwa zimegawanywa sehemu mbili. Sehemu ambayo walikuwa wanakaa watakatifu na sehemu ambayo kulikuwa kumekaa watu waovu. Lakini Yesu alipofufuka, alifufuka na watakatifu wake. Maana yake kwamba watu wakatoka makaburini. Kwa mtakatifu huwezi kumkuta kwenye kaburi. Hayupo, mtakatifu hayupo kwenye kaburi. Aliyeko kwenye makaburi huko chini kuzimu huko. Wako watu ambao hawana Yesu Kristo, hawajampokea na hawajamwamini. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwa nini Yesu anasema mimi ndio njia, kweli na uzima. Uzima milele unatolewa na Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi tuliomwamini Yesu Kristo hatuna kifo tena. Hatufi na tutakatufi. Ukiona tumefumba macho yetu, tumepelekwa pale tumehamishwa tu. Na ndio maana tunakuja kuchukua miili yetu hapo. Wakati unapofika, roho zetu tunapotoka kule tunashuka, tunachukua miili hiyo ili kisipotee chochote. Hatuingii huko chini makaburini. Tunakaa hapa, miili inatukuta hapa. Tunaondoka, tunaenda mbinguni, tunaungana na wale ambao Yesu amerudi wakiwa hai. Kwa pamoja tunaungana, tunaenda wapi? Tunaenda mbinguni. Kwa ndugu yangu, unaweza kuona faida ya kumpokea Yesu Kristo leo. Muamini Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo ndio kuna uzima milele. Katika dini hakuna uzima milele. Usifurahishwe na afya ulionayo. Hicho kinaitwa kiburi cha uzima. Siku ya afya itakapoisha, utakapoona unaenda kufa, ndio siku utajuta. Utasema kwa nini sikumpokea Yesu? Muamini Yesu leo, pokea uzima milele. Na kumwamini Yesu kunakuja kwa kuamini kwanza moyoni, na kwa kukiri kwa kinywa chako, na kwa kukubali toba ya kweli, na kwenda kubatizwa na kupokea Roho Mtakatifu. Hapo utakuwa tayari umekamilisha wokovu wako na uzima milele utakuwa huko ndani yako. Je, siku uko tayari kumpokea Yesu? Kama uko tayari kumpokea Yesu ili upate uzima milele, basi nitakwenda kukuongoza sala toba, na kwa kupitia sala hii fupi Yesu atakuwa amekusamehe dhambi zako na maisha yako atakuwa yako katika mikono ya Yesu Kristo. Ikiwa uko tayari, basi nitaomba hapo ulipo uweze kupiga magoti, na ukishapiga magoti utanyosha mikono yako juu kuonyesha unyenyekevu na kutaka msaada kutoka kwa Mungu. Alafu kisha utafuatiliza sala hii kwa imani na kwa sauti. Utasema, Mungu wangu na Bwana wangu, nimetambua kuwa mimi ni mwenye dhambi, ninastahili hukumu. Lakini siku ya leo ninakuja mbele zako kuomba msamaha wako. Ninakiri kwa kinywa changu, ninaamini kwa moyo wangu kwa Yesu Kristo ndiye Mwokozi wa maisha yangu. Na siku ya leo nimekubali ile kazi aliyofanya pale msalabani ya ukombozi wa maisha yangu. Bwana Yesu, ingia ndani yangu sasa kwa Roho wako Mtakatifu. Ukaniongoze, ukanitie katika kweli yote. Siku ya leo ninamkataa shetani na kazi zake zote. Siku ya leo ninaukataa ulimwengu na mambo yake yote. Asante Bwana Yesu kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kunipa uzima milele. Ninaomba haya nikiamini. Amen. Ikiwa umefuatiza sala hiyo kwa imani, basi fahamu Yesu tayari amekwisha kukusamehe na umekwisha kupokea uzima huu. Kinachofuata basi ni mafundisho ya kukulia wokovu. Endelea kufuatilia mafundisho ambayo tunatuma mara kwa mara katika tovuti yetu ya wingulamashahidi.org, ambayo unaweza kuiona katika kio chako, au tembelea tutafute kwa namba ambazo unaziona katika kio chako. Basi Mungu akubariki sana na nikutakie maendeleo mema katika safari yako imani. Shalom.